na mchana atuombe, na jioni tuombe, Mungu atusikia. Amina. Basi kabla mchungaji hajasimama, nifanye kazi moja nyingine, mzee wa kanisa atamalizia kama itakuwa imeenda vizuri. Niombe tu Mwinjilisti Mwangosi amekuwa akitoa habari ya kijana aliyekubali akiwa hospitali Moshi, na sasa watu wameshamchukua na yuko hapa. Labda tu asimame aseme kidogo. Mzee, njoo useme kidogo. Mzee Chiragi, kama utakuwa na neno pale tunapomaliza. Umepona? Bwana ni mwema Wakati wote. Kwa majina anaitwa Bawesi Clario, ni mwenyeji Ansoma, ila nimetokea Moshi. Naomba kupasha maneno machache kwa ajili ya Mungu. Mtakatifu Baba yetu kutumu kwa mbinguni, tujikabidhi mikononi mwako msalaba. Baba, ushuhuda unaotoa ni wewe ushuhuda. Zaidi heshima na utukufu kwa yako Baba. Naomba kwa Mungu kwa Yesu Kristo. Amen. Natoka ufupi. Bwana, mimi nilikuwa naumwa. Nilianza kutoka 3 mwaka jana. Nikiwa nasumbuliwa na TB. Nimeanza matibabu ya TB tarehe 3 ya mwezi wa 5 mpaka tarehe 30 mwezi wa 12. Lakini wakati naumwa nilikuwa nikimtumaini Bwana, nilipatia matangazo ya Morning Star Radio. Ndipo siku moja neno la Mungu likaniingia rohoni mwangu. Na hivyo niingia rohoni mwangu na kuambia Bwana, umepona. Ondoka ukabatize ukaifanye kazi ya Mungu. Nilivyopewa ujumbe huo, nilienda mpaka ofisini kusema daktari, kaeleza kwa siku ya Jumapili mwezi wa 12 nadhani kwa Jumapili ya mwisho wa mwaka. Basi nilivyoeleza madaktari hawakuamini, ila tumekaa nao takriban wiki nzima nikiwaeleza na wakinihoji, lakini wenyewe hawakuamini. Mpaka wakati kwamba akisi kama mimi nichanganyikiwa kwa maneno ninayoongea. Wakawa wameniandaa sindano moja nibadilisha akili. Lakini namshukuru Mungu kwa mpango wote sijachomwa sindano. Mungu alininyoa kutoka hapo na kunipa maelekezo. Namshukuru mzee wangu mhubiri Mwangosi, alihubiri neno lake likanikama moyoni mwangu. Na nilipata kwa mawasiliano naye. Ndio wasiliana naye, nashukuru Mungu akaniongoza, niko sijamuona na alijui. Aniongoza mpaka kanikutanisha na yeye. Kwa hiyo Bwana ndiye mwokozi wetu. Bwana ni mshindi wa washindi, nikabidhi ushindi. Naomba kutoa ushuhuda kwa ufupi. Ngana nazima. Asanteni kwa kunipa nafasi. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habarini za jioni. Nzuri. Wangapi wana furaha jioni leo? Bwana asifiwe sana. Basi nipende kuwakaribisha
tena rasmi kwa siku yetu ya kwanza ya maombi ya siku 10, na niwakumbushe ya kwamba tunakuja hapa kwa ajili ya kuomba kwa pamoja. Hilo ulielewe kwa umakini zaidi. Na kwa sababu tunakuja kuomba kwa pamoja, kila unapofika hapa, hatua yako ya kwanza kabisa, sikwambii usisalimie watu, salimia watu, lakini moto wako uwe ni maombi. Haleluya! Imba nyimbo, omba, kwa sababu siku hizi 10 ni za kuzungumza na Mungu zaidi kuliko mtu mwingine. Nakumbuka kuombea watu 7. Watu wangapi? Watu 7 katika maombi haya. Na leo tunalo somo fupi tu na zuri, kama ambavyo tumeanza na utangulizi wa maombi. Na kwa ajili ya somo la leo nitaomba tuweze kuomba. Baba yangu na Mungu wetu, ninakushukuru sana katika jioni ya leo. Nakushukuru kwa sababu umeruhusu tuanze siku hizi 10 za maombi. Nami naomba uweze kusamehe na utakase kwa damu ya Kristo, na Roho wako Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi. Nami uniweke msalabani, nisionekane mimi, ila wewe pekee ukaweze kuonekana na jina lako likaweze kutukuzwa. Hebu ukatutendee sawasawa na utukufu wa jina lako, katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Moto wetu katika siku hizi 10 za maombi unasema uzoefu wa kina. Uzoefu wa nini? Uzoefu wa kina, na umejengwa kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 17 na mstari wa 3. Uzoefu wa kina. Kwa maana nyingine, kila tunapokuja kwenye maombi haya ni lazima upitie uzoefu. Haleluya! Uzoefu huu wa kwanza kabisa ni wa kumfahamu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumfahamu Yesu Kristo ambaye atakuandaa kwa ajili ya marejeo ya kuja kwake mara ya pili. Kumfahamu Yesu Kristo ambaye ndiye anayejibu maombi ya watu wote. Haleluya! Kumfahamu Yesu Kristo atakaye kupatia ushindi katika changamoto zote ambazo tutazipitia kabla ya kuja kwake mara ya pili. Kumfahamu Yesu Kristo ambaye atatuwezesha kuifanya kazi yake kama ambavyo mitume na manabii walifanya walipokuwa hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Somo la leo linasema ya kwamba kufahamu na kuamini. Kufahamu na kufanya nini? Na kuamini. Unajua ya kwamba wako watu wengi wanafahamu habari za Kristo, wanafahamu habari za Mungu mtakatifu wa Israeli, wanafahamu ya kwamba Yesu ni mtenda miujiza, wanafahamu ya kwamba Yesu anabadilisha maisha ya watu kutoka hali ya chini kabisa na kuelekea katika hali ya juu katika maisha. Wanafahamu matendo makuu ambayo Mungu anayatenda, lakini wengi hawaamini. Wengi hawaamini. Wanafahamu tu, lakini hawaamini. Siku ya leo nataka tu si wewe ufahamu, lakini pia uweze kuamini. Uweze kuamini ya kwamba Mungu yuwaweza pia kukutendea wewe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakupenda na wewe ni mtoto wake, alikuumba, anakujali. Wanadamu wanaweza wasikujali katika sayari ya dunia,
Ni kweli, hata mzazi wako anaweza asikujali, hata mzazi wako anaweza asikuonyeshe upendo, lakini yuko Mungu wa mbinguni ambaye anaona, anaweza kukujali, anaweza kupenda, kwa sababu wewe ni mtoto wake wa thamani. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Isaya sura 49 na mstari wa 15 kinasema maneno haya. Inasema ya kwamba, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Bwana asifiwe sana. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Mara nyingi tumeona ya kwamba wamama anaweza kujifungua mtoto na akamtupa. Hii ni rahisi sana. Wengi wameokotwa mitaani, wengi wameachwa kama watoto wa mitaani kabisa kabisa, na wengine hata hawakumbuki wazazi wao wako hapo wapi katika sayari ya dunia. Wako wengi mitaani, wako wengi wamesahauliwa na wazazi wao, wako wengine wamesahauliwa na marafiki zao, wako wengine wamesahauliwa na marafiki zao tena wa karibu kabisa kabisa kabisa. Yuko kijana mmoja ambaye kimsingi yeye alikuwa na wazazi wanne. Wazazi wangapi? Alikuwa na wazazi wanne. Mzazi wake wa kwanza kabisa alimwacha mama yake mzazi akiwa yeye ndiye mtoto wa kwanza, tena akiwa tumboni. Alimwacha, na inasemekana alitaka kumuua kabisa mtoto wake. Huyu baba alimwacha mama yake mzazi, alimdivorce. Lakini mama yake akapata bahati ya kuolewa na mwanaume mwingine, na huyu mwanaume pia alikuwa ndio katili zaidi, kwa sababu alikuwa ni mwenye hasira, alikuwa asiyejali, na hata tena alitamani kuua mama yake. Lakini mwingine tena, huyu baba tena akamwacha mama yake. Baadaye anasimulia kwamba mama yake aliolewa na baba mwingine wa kambo. Hii historia inasimuliwa na mama yake akiwa katika umri ambao tayari alikwisha kuzaliwa kati ya miaka 9 na 10 hivi. Baadaye huyu mama yake aliolewa na mtu mwingine ambaye alionekana kuwa na uwezo mwingi hata wa kifedha, lakini kumbe alikuwa ni mwizi, alikuwa ni jambazi, asiyejali familia, aliyekosa upendo hata kwa mama yake mzazi. Na huyu aliishia jela na marafiki zake, na kwa hivyo mama yake alibaki akiwa mnyonge. Na kwa bahati nzuri ama mbaya, unaweza ukafikiria maisha ya huyu kijana alikuwaje, ya kulelewa na single parents, kulelewa na mama mmoja, katika maisha ya kulelewa na baba wa kambo tofauti ambao alikuwa na visa vya ajabu vya kutisha kwa huyu kijana, tena kwa mama yake mzazi. Kwa maana nyingine, huyu kijana aliishi maisha ya upweke, asitambue baba yake mwenye upendo ni nani, asimtambue mtu wa kumthamini. Naweza nikasema pengine hata aliishi maisha ya uchokola maisha ya mtaani, maana alikuwa kijana mdogo. Lakini siku moja ilitokea akawa kama anasikia sauti. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Yeremia sura ya 1 na mstari wa 1, aya 5. Yeremia sura ya 1 na aya 5. Wengi mnaifahamu ya kwamba Mungu alimwambia Yeremia akiwa mdogo, akiogopa kuifanya kazi yake, akasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, nimekuita kwa nini? Kwa jina lako, wewe ni wangu. Bwana asifiwe sana.
kabla sijakuumba. Kumbe Mungu wetu anatufahamu. Bwana asifiwe sana. Hata kabla hatujazaliwa na wazazi wetu katika sayari ya dunia, Mungu wetu anatufahamu, anatuthamini. Bwana asifiwe sana. Kazi yetu tu ni moja, ni kumwamini huyu Mungu mtakatifu wa Israeli. Unajua huyu kijana alikuwa anasikia habari za Mungu, anafahamu habari za Mungu, lakini bado alikuwa na mashaka ya kuamini habari za Mungu mtakatifu wa Israeli. Je, huyu Mungu kweli anaweza kumtoa katika upweke huu? Anaweza kumtoa katika hizi shida zote? Anaweza kunitoa katika maisha haya kudharauliwa, maisha yasiyo na thamani, maisha ambayo kwa kweli hata nguo sijui ninapata wapi, hata chakula sijui ninapata wapi, mama yangu hana kazi, hana chochote. Je, huyu Mungu huyu kweli naweza kumwamini? Huyu Mungu anaweza kunithamini? Isaya 43 mstari wa kwanza. Anasema Isaya 43 mstari wa kwanza, nitakuwa baba kwenu. Bwana asifiwe sana. Nitakuwa baba kwenu, kazi yenu nyinyi ni kuniamini tu. Kufahamu haitoshi, lakini pia muweze kuniamini kwa sababu mimi kwanza kabla mjazaliwa nimewafahamu. Lakini sio hivyo tu, mimi nitakuwa baba kwenu. Haleluya. Mimi nitakuwa baba kwenu. Haleluya. Anasema nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike wote. Ninyi mtakuwa kwangu wanangu wa kike na wa kiume. Bwana asifiwe sana. Ukisoma pia Wakorintho wa pili sura ya 6 na mstari wa 18, naomba usomee Wakorintho wa pili sura ya 6 na mstari wa 18, inasemaje? Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wangapi? Na wa kike. Hii ni ahadi Mungu anatoa. Tusomee pia na Zaburi 27 na mstari wa 10. Inasemaje? Mungu anatupenda, Mungu anatujali, Mungu anatufahamu popote pale tulipo, katika mazingira yoyote Mungu anatufahamu. Bwana asifiwe sana. Mungu anatupenda sana, Mungu anatujali, na pendo lake ni kuu sana huyu Mungu mtakatifu wa Israeli. Zaburi 27 na mstari wa 10. Baba yangu na mama yangu wameniacha. Baba yangu na mama yangu wameniacha. Bali Bwana atanikaribisha kwake. Bali Bwana atanikaribisha kwake. Haleluya. Baba akikuacha, mama akikuacha, ndugu zako akikuacha, marafiki zako wa karibu akikuacha, Yesu hawezi kukuacha. Oh, haleluya. Yesu hawezi kukuacha. Kwa nini? Anakufahamu, amekuumba wewe, anakufahamu, amekuokoa wewe, anakufahamu vizuri. Kazi yako wewe tu usimsikie tu, usifahamu habari zake tu, usiamini habari zake, umfuate kwa sababu anakupenda. Anakupenda. Ndipo siku moja huyu kijana alipofika miaka karibu 19 hivi, alialikwa kanisani na rafiki yake. Tujifunze kualika marafiki zetu kanisani. Bwana asifiwe. Tualike marafiki zetu kanisani. Waalike katika wiki hii ya siku 10 za maombi. Chukua muda waalike marafiki zako. Akaalikwa kanisani, akaenda kanisani. Na alipofika kanisani, kuna maneno fulani yalisomewa. Yanasema hivi: kama maisha yako ni matupu na unajihisi mpweke, je, hutampatia Yesu nafasi? Hayo tu mawili. Haleluya. Kama maisha yako ni matupu na unajihisi mpweke, je, hutampatia Yesu nafasi? Maneno ya muziki viligusa moyo wake. Halikuwa ni maneno ya muziki, yaligusa moyo wake, na kwa namna pekee akaitikia mwito wa Kristo. Bwana asifiwe. Akampa Yesu mizigo yake. Haleluya. Rafiki yangu, katika muda na wasaa huu nataka nikueleze huyu Yesu yuko hapa. Hayuko mbali. Hauhitaji uende Arusha, hauhitaji uende kokote. Huyu Yesu anayepatikana Marekani yuko Kijiji. Bwana asifiwe. Huyu Yesu anaomba kwa TV kila mahali.
unamsogelea huyu Yesu, yuko leo anasema na wewe msogelee, usimfahamu tu mwamini. Haleluya. Huyu ni Yesu ambaye anatupenda. Naomba usome Yohana sura ya 16 mstari wa 27. Katika ile sehemu ya kwanza, Yohana Mtakatifu sura ya 16 na aya ya 27. Kwa maana Baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi. Bwana asifiwe. Kwa maana Baba mwenyewe awapenda. Huyu ni Yesu anawaambia wanafunzi 12. Na unajua wakati huu ndio ilikuwa wakati Yesu anawaaga, anakwenda mbinguni. Wanafunzi wanasema sasa itakuwaje? Nao walikuwa katika hali ya upweke. Rudia tena, anasemaje? Kwa maana Baba mwenyewe awapenda. Kwa maana Baba mwenyewe awapenda. Kwa ninyi mmenipenda mimi. Kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi. Bwana asifiwe. Na kusadiki kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Haleluya. Hebu fikiria upendo ambao Yesu anao kwetu. Ni mkubwa sana. Ni upendo wa thamani sana. Unajua huyu kijana, historia inaonyesha baadaye mama yake alifariki. Lakini kabla hapo alimpata baba yake wa 4. Huyu baba yake wa 4 alimpenda sana. Alimuonyesha upendo sana. Lakini alimpata baba wa thamani. Baba huyu wa thamani. Baba huyu asiye na ubaguzi. Baba huyu ambaye alibadilisha historia ya maisha yake. Si mwingine, anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba huyu ambaye aliondoa maisha yote ya upweke na wasiwasi. Aliondoa mashaka yote, haleluya. Ambaye alimpatia chakula na mavazi. Ambaye alimpatia maji ya uzima, haleluya. Ambaye alimpatia tumaini la uzima pia wa milele. Huyu ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na huyu ndiye ambaye anasema leo, usimfahamu tu, lakini mwamini atakuokoa. Usisikie tu habari zake, amini ya kwamba hata leo anaweza kutendea. Ndio sumuni kusudi la maombi ya wiki hii. Mwamini tu, kazi yako ni kumwamini tu. Kwa sababu huyu Yesu amebadilisha maisha ya mamilioni ya watu. Amebadilisha maisha ya majambazi. Amebadilisha maisha ya makahaba. Amebadilisha maisha ya wauaji. Amebadilisha maisha ya kila aina ya watu ambao wamedharauliwa katika jamii, katika dunia hii. Amewabadilisha, wamekuwa ni wahubiri wakubwa katika sayari ya dunia. Huyu Yesu anataka leo uweze kumwamini kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na anataka aweze kubadilisha moyo wako. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza katika siku ya leo, mwamini Yesu. Mwambie Yesu, nibadilishe maisha yangu. Tengeneza moyo wangu. Bwana asifiwe. Nijifunze kutegemea wewe. Nijifunze kutembea katika njia zako, kwa sababu wewe pekee ndiye tumaini langu. Yohana sura ya 14 na mstari wa 8 na 9. Yohana sura ya 14 mstari wa 8 na 9. Filipo akamwambia, Yes. Bwana utuonyeshe Baba. Yatosha. Yatosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Bwana asifiwe. Wasemaje utuonyeshe Baba? Kwa kweli wapendwa, tunapomwona huyu Yesu, tunaona matendo makuu ya Baba yake. Kwa sababu huyu Yesu ametumwa kufanya kazi za Baba yake wa mbinguni. Na hawezi kufanya jambo lolote kwa kubahatisha. Hebu sikiliza maneno haya kutoka kwa roho ya unabii. Yanasema namna hii: hatua ya kwanza kumkaribia Mungu ni kufahamu na kuamini. Bwana asifiwe. Hatua ya kwanza kumkaribia Mungu ni kufahamu na kuamini upendo alio nao kwetu. Kufahamu na kuamini upendo alio nao kwetu, kwani tunavutwa kuja kwake kupitia kwa upendo wake. Tunavutwa na Yesu. Unajua, ngoja nikwambie, Yesu hata kule nyumbani anakutafuta.
anakutafuta. Bwana asifiwe sana. Hata ukiwa wapi anakutafuta. Haleluya. Popote ulipo anakutafuta. Bwana asifiwe. Anakutafuta kabla ya kuja kwake mara ya pili, umfahamu na umwamini kuwa yeye ni mwokozi wa maisha yako. Hakuna mwingine bali ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Unajua wako wa Nazareti wengine, lakini huyu ni wa Nazareti aliye hai. Huyu ni wa Nazareti aliye hai, amekufa, amefufuka, anakuja mara ya pili katika siku na saa ambayo mimi na wewe hatujui, katika mwezi na mwaka ambao mimi na wewe hatujui, lakini kwa hakika anakuja huyu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 19. Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 16. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo, Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asiwahesabie makosa yao. Asiwahesabie makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Bwana asifiwe sana. Yesu Kristo ameweka ndani yetu neno la upatanisho. Yesu Kristo ameweka neno la uzima ndani yetu, na hii ni kupitia Roho Mtakatifu. Waefeso sura ya 3 aya 21. Nataka jioni ya leo uruhusu Roho Mungu afanye kazi ndani yako. Uruhusu Roho Mungu azungumze na wewe. Tunapoanza maombi haya ya siku 10, atuji tu hivi, tunahitaji Roho Mtakatifu afanye neno la upatanisho ndani yetu. Bwana asifiwe. Tunahitaji Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu, kwa sababu pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi. Soma mwinjilisti. Naam. Atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu, hata vizazi vyote milele na milele. Amina. Bwana asifiwe sana. Wakati naenda kumalizia somo la leo, je, unajihisi kuwa ni mpweke? Unajihisi kutokuwa na thamani? Unajihisi kubaguliwa? Unajihisi kuachwa na marafiki zako? Unajihisi kwamba Yesu yuko mbali na wewe? Je, unajihisi ya kwamba Yesu asikii maombi yako? Ama unajihisi ya kwamba Yesu amekubagua, hakupendi? Hapana. Yesu anakupenda. Haleluya. Yesu anakuthamini. Haleluya. Anataka umwamini. Anataka umwamini. Anataka umfuate. Anataka utambue ya kwamba ni yeye aliyekuumba wewe. Bwana asifiwe sana. Huyu kijana baba yake wanne alimpenda sana. Mama yake alikufa, akabaki na baba yake huyu. Ni kweli, unajua ni ngumu sana kulelewa na baba wa kambo, lakini baba yake huyu wa kambo alimthamini sana. Haleluya. Lakini sikiliza, jioni ya leo tunaye baba wa mbinguni, anatupenda sana. Hata kama umeachwa, yuko baba wa mbinguni. Katikati ya changamoto nyingi atakupatia neno la matumaini. Atakupatia neno la matumaini kabisa 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 kabisa. Na anakwambia jioni ya leo, mwanangu, nakupenda sana. Bwana asifiwe. Anasema nakupenda sana, na nimetoa maisha yangu kwa ajili yako. Nilitundikwa pale msalabani, ilikuwa saa 9 alasiri. Nikasema tu kazi yako wewe uniamini mimi. Bwana asifiwe sana. Uniamini tu kwa sababu mimi nakupenda. Sikiliza maneno haya. Andaa kitabu cha Mithali 18 mstari wa 10. Jina la Bwana ni ngome imara. Mwenye haki huikimbilia akawa salama. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana ni ngome imara. Mwenye haki huikimbilia akawa nini? Salama. Kule duniani hakuna usalama.
Usije ukaenda kwa waganga wa kienyeji, hautakuwa salama. Usije ukaenda kwa manabii hawa uongo, wengine wanaita panda mbegu. Manabii hawa uongo wanakwambia shika TV utapona. Usije ukaenda kwao, nenda kwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utakuwa salama. Usije ukaenda kwa babu yako kule kijijini, ukasema atakupatia dawa za kukukinga. Hautakuwa salama. Salama ni kwa Yesu. Bwana asifiwe. Usije ukaenda kwa baba wa kienyeji, ukaambia unisaidie kupata kazi, unisaidie kupata mke mwema na mume mwema. Hautakuwa salama. Nenda kwa Yesu Kristo, utakuwa salama. Bwana asifiwe sana. Wangapi mnaelewa jioni ya leo? Huyu ni Yesu wa Nazareti aliye hai. Huyu ni Yesu ambaye Rajabu akilala mauti leo, yeye yu hai. Huyu ni Yesu ambaye viongozi wote wa ulimwengu maarufu walilala, lakini yeye yu hai leo, anatenda mpaka sasa. Huyu ni Yesu. Sikiliza neno hili la roho ya unabii kidogo. Vipi kuhusu wewe rafiki yangu? Umetekelezwa na mzazi au mwanafamilia? Je, unatamani kukubaliwa na kulindwa? Je, unatamani kupendwa bila masharti? Wengine wanapenda kwa masharti. Ishi ukiwa na mahusiano na Kristo aliye hai. Bwana asifiwe. Inasemaje? Ishi ukiwa na mahusiano na Kristo aliye hai, na atakushikilia kwa mkono ambao hautakuachia kamwe. Ufahamu na kuamini upendo Mungu alionao kwetu, na utakuwa salama. Upendo huo ni ngome inayozuia madanganyo na mashambulio ya shetani. Neno hili likawe la baraka kwenu, na Bwana awaangazie uso wake. Bwana na awalinde. Bwana Yesu abarikie familia zenu, abarikie na watoto wenu, abarikie na waume zenu na wake zenu, abarikie na shughuli zenu zote, na kila ambao mnamlilia awatendee sawa sawa na mapenzi yake. Na hapa atakapokuja tuende mbinguni. Amen. Ninaja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi nakujia. Tunapoimba beti inayofuata, unaweza kuleta maombi yako uliyoandika kwenye box hapa. Baada ya hapo tutagawanyika wawili wawili na tutarudia maombi yetu yale pamoja na hayo mengine, lakini tutakuwa na maombi yetu kama tulivyoyasoma mwanzo.